Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif Lam Ra. Hizo ni aya za kitabu chenye hikma. Je, imekuwa ajabu kwa watu kwamba tumemfunulia mmoja wao kuwa waonye watu na wabashirie wale walioamini ya kuwa watakuwa na cheo cha juu kwa Mola wao mlezi? Wakasema makafiri, hakika huyu ni mchawi dhahir. Hakika Mola wenu mlezi ni Mwenyezi Mungu ambaye ameziumba mbingu na ardhi kwa siku 6 na ametawala kwenye ufalme wake, anaendesha mambo yote. Hapana muombezi ila baada ya idhini yake. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi. Basi muabuduni yeye. Je, hamkumbuki? Kwake yeye tu ndiyo marejeo yenu nyote. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyo ya kweli. Hakika yeye ndiye alianzisha uumbaji na kisha ataurejesha ili awalipe kwa uadilifu wale walioamini na wakatenda mema. Na waliokufuru wao watapata vinywaji vinavyochemka na adhabu chungu kwa sababu ya walivyokuwa wakikufuru. Yeye ndiye alilijalia jua kuwa na mwangaza na mwezi ukawa na nuru, na akaupimia vituo ili mjue idadi ya miaka na hisabu. Mwenyezi Mungu hakuviumba hivyo ila kwa haki, anazipambanua ishara kwa watu wanaojua. Hakika katika kukhitalifiana usiku na mchana na katika alivyoumba Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi zipo ishara kwa watu wanaomcha Mungu. Hakika wasiotaraji kukutana nasi na wakaridhia maisha ya dunia na wakatua nayo, na walioghafilika na ishara zetu, hao makazi yao ni motoni kwa sababu ya waliokuwa wakiachuma. Hakika walioamini na wakatenda mema, Mola wao mlezi atawaongoa kwa sababu ya imani yao. Itakuwa inapita mito kati yao katika mabustani yenye neema. Wito wao humo utakuwa, subhanaka Allahumma, umetakasika ewe Mwenyezi Mungu. Na maamkio yao humo ni salama, na mwisho wa wito wao ni alhamdulillahi rabbil alamin. Kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Sura Yunus imeteremka Makka. Sura hii ya Makka imeteremka Makka na ina aya 109. Imeanzia kuashiria cheo cha kitabu hiki kitukufu na wasemayo washirikina yaliyomhusu Nabii sallallahu alaihi wasallama. Kisha ikataja ulimwengu na ishara za Mwenyezi Mungu mtukufu ziliomo humo, na malipo ya siku ya Kiyama, na mwendo wa Mwenyezi Mungu mtukufu kuwatendea makafiri na kuwakemea kwake kwa hizo itikadi zao, na hali ya watu wakati wa shida na neema, na uwezo wa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, na kuemewa masanamu kufanya lolote. Na katika sura hii wanatakiwa kama wanaweza makafiri walete sura japo moja ya kuzua. Na pia ndani yake kuna vitisho vikali vya adhabu ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na hali za nafsi za watu, na vipi Mwenyezi Mungu anavyovichunguza vitendo vyao. Kisha baada ya hayo ikaingia kumwondolea Nabii sallallahu alaihi wasallama kuungulika kwake kwa ukafiri wao, pamoja na kutoa hoja ya kuwavunja kabisa, na ikampoza kwa kumtajia hadithi za manabii wengine na kaumu zao. Ikaja hadithi ya Nuhu, na hadithi ya Musa na Harun na Firauni na wana wa Israeli. Kisha ikaashiriwa hadithi ya Yunus, na kwa jina hilo sura hii ikaitwa. Na mwisho ikaelekea sura hii kubainisha mambo ya mtume huyu ili kutimiza mawaidha na mazingatio. Harufi hizi Alif Lam Ra ni sawa na A-L-R. Mwenyezi Mungu mtukufu ameanzia sura hii, na yeye ndiye anajua muradi wake. Na juu ya hivyo zinaashiria kuwa Qur'ani imeundwa kwa harufi hizi za alfabeti, na nyinyi mmeshindwa kuleta mfano wake. Na kwa harufi hizi za kutamkwa zinawazindua washirikina wakawa wanasikiliza, ijapokuwa wanawafikiana kuwa wasizisikilize. Aya tukufu hizi na mfano wake ambazo ni aya za Qur'ani yenye hikma katika mpango wake na maana zake, na ambayo imekusanya hikma na kila linalonufaisha watu katika dini yao na dunia yao.
haiwafalii watu kustaajabu wakakanusha wahi wetu tunaomfunulia mtu mmoja wao, naye ni nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ili awahadharishe watu na adhabu ya Mwenyezi Mungu, na awape bishara njema wale miongoni mwao walioamini, ya kwamba hapana shaka yoyote wanacheo kitukufu cha juu kwa Mola wao mlezi, na ahadi ya Mwenyezi Mungu haigeuki, wala haiwafalii hao watu wakanushi kumsema Muhammad mtume wetu kuwa yeye ni mchawi maarufu. Enyi watu, hakika Mola wenu mlezi ni Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake katika siku 6, ambazo kipimo chake hakijui ila Mwenyezi Mungu. Akatandaza utukufu wa utawala wake peke yake, na akayapanga mambo yote ya viumbe vyake. Basi hapana yoyote mwenye chochote pamoja na utawala wa Mwenyezi Mungu, wala hawezi yoyote katika viumbe vyake hata kumwombea mtu isipokuwa kwa ruhusa yake. Huyo basi ndiye Mwenyezi Mungu muumba, huyo ndiye Mola wenu mlezi, na ndiye mlinzi wa neema zenu. Basi muabuduni peke yake, na msadikini mtume wake, na kiaminini kitabu chake. Juu yenu kukumbuka neema za Mwenyezi Mungu, na zingatieni ishara zake zinazothibitisha ufuki wake. Mwenyezi Mungu ameumba viumbe vyote kwa vipindi 6, na vipindi hivi ni viwango vya mamilioni ya makarne na makarne, na hivyo ndivyo vinavyoitwa siku 6. Na katika kila nguzo za ulimwengu zipo ishara wazi zilizozagaa za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Miongoni mwa hizi ni hivi kufanywa jua na mwezi na nyota kunyenyekea kwa faida binadamu, na kadhalika kupishana zamu usiku na mchana, na kuwa mchana unaingilia kiza cha mbingu, na umetawi usiku mbele kwa kuwa kiza ndiyo asili, ama mchana umezuka kwa kuathirika kwa mwangaza wa jua katika anga la ardhi, ambayo hiyo ardhi inazunguka wenyewe kwa wenyewe, kama pia ili ipate mwangaza wa jua mara upande huu na mara upande huu. Kama Mwenyezi Mungu alivyoanzisha uumbaji wa viumbe peke yake, basi marejeo yenu na marejeo ya viumbe vyote ni kwake yeye, na Mwenyezi Mungu ameahidi hivyo kwa hali ya kweli isiyo na khilafu. Na hakika yeye subhanahu ameanzisha kuumba viumbe kwa kudura yake, na vitapoteketea atavirejesha kwa kudura yake, ili awalipe waumini wenye kumtii thawabu kwa uadilifu uliotimia. Ama makafiri, wao huko katika jahanamu watapewa vinywaji vinavyotokota kweli kweli, na watapata adhabu yenye kuchima chungu, kwani malipo ya ukafiri wao. Na Mola wenu mlezi ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi, na akalifanya jua litoe mwanga na mwezi utoe nuru, na akajalia mwezi uwe na vituo ili vikusaidieni kuweza kupima nyakati zenu, na mjue idadi ya miaka na hisabu. Na wala Mwenyezi Mungu hakuumba hayo ila kwa hikma, na yeye subhanahu katika kitabu chake anazikunjua ishara zenye kuonyesha uungu wake na ukamilifu wa uwezo wake, ili mpate kuzingatia kwa akili zenu na mkubali kwa yanayohitajia ujuzi. Aya hii ya 5 inahakikisha ukweli wa kisayansi ambao haukujulikana na hiyo sayansi ila hivi mwishoni. Hapo kwanza haukujulikana, nao ni kuwa jua ni umbo lenye kuwaka moto, na ndiyo chanzo cha nguvu za kufanyia kazi zote. Kwa Kiarabu huitwa taaka, na kwa Kiingereza energy, na kwa Kiswahili cha sasa nishati. Katika nguvu hizo ni kuwa mwangaza na joto. Ama mwezi hauwaki moto, bali unarudisha mwangaza wa jua kama kioo, kwa hivyo huonekana una nuru. Kwa hivyo subhanahu ameeleza kuwa jua lina mwangaza wa asili na mwezi unatoa nuru tu. Na aya hii imeashiria hakika ya nyendo za falaki, nayo ni kuwa mwezi unaizunguka ardhi na kila siku na kuwa katika mahali fulani kwa mintarafu ya dunia. Ukimaliza mzunguko wake ndiyo unatimia mwezi huu wa siku 30 au 29. Kwa hivyo tunaweza kujua kiasi cha mwaka, na kwa hivyo tunaweza kujua hesabu za miaka, miezi na siku. Hakika katika kufuatana usiku na mchana na kukhitalifiana kwao kwa kuzidi na kupungua, na katika uumbaji wa mbingu na ardhi na vitu vyote vilivyomo humo, zipo dalili zilizo wazi na hoja zilizo dhahiri zenye kuhakikisha uungu wa mwenye kuumba na uwezo wake.
hayo ni kwa wenye kutaka kuiepuka ghadhabu yake na wakaiogopa adhabu yake. Aya hii ya 6 inaashiria hakika inayoonekana, nayo kukhitalifiana urefu wa usiku na mchana kwa mwaka mzima katika pahala popote duniani, na kadhalika kufuatana mchana na usiku, na kuwa mchana ni wa kuangaa na kuonana na usiku ni giza. Na maana ya haya ni kuwa msingi wake ni kuwa dunia inazunguka wenyewe kwa wenyewe kama pia juu ya msumari wake, na vile vile inalizunguka jua. Na yote hayo ni dalili ya uwezo wa mwenye kuumba katika kuanzisha uumbaji. Ujuzi wa mambo hayo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haukuwepo, na hii ni dalili nyingine ya kwamba haya hayakuwa ila ni wahi, ufunuo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika wale wasioamini kufufuliwa na kukutana na Mwenyezi Mungu siku ya mwisho, na wakaamini kwa kudhani tu kuwa uhai wa dunia ndiyo mwisho wao na hapana baada yake uhai mwingine, na wakatulia nyoyo zao kwa hayo, na wala wasijue nini kitakuwa baada yake, na wakaghafilika na ishara za Mwenyezi Mungu juu ya kufufuliwa na kuhesabiwa. Watu hao makazi yao watakapodumu ni motoni. Hayo ni malipo kwa walioyachuma ya ukafiri na vitendo viovu. Hakika walioamini imani ya kweli kweli na wakatenda mema katika dunia yao, Mola wao mlezi atawathibitisha kwenye uongofu kwa sababu ya imani yao, na siku ya kiyama atawatia katika bustani zipitazo mito kati yake, na wataneemeka kwa neema za milele. Dua za waumini katika bustani hizo ni kumsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila waliokuwa wakiyasema makafiri duniani, na kusalimiwa na Mwenyezi Mungu na kusalimiana wao kwa wao ili kuthibitisha amani na utulivu. Na kuhitimishia dua yao ni kumhimidi Mwenyezi Mungu kwa taufiki yake kuwawezesha kufikia imani na kufuzu kwao kuipata radhi yake. Na lau kama Mwenyezi Mungu angeliwafanyia watu haraka kuwaletea shari kama wanavyojihimizia kuletewa kheri, bila shaka wangelishatimiziwa ajali yao. Lakini tunawaacha wale wasiotumainia kukutana nasi wakihangaika katika upotovu wao. Na mtu akiguswa na shida hutuomba, naye kaegesha ubavu au kakaa au kasimama, lakini tukimuondoshea shida yake huendelea kama kwamba hakupata kutuomba tumuondoshee shida iliyompata. Ndiyo namna hiyo wamepambiwa warukao mipaka yale waliokuwa wakiyatenda. Na kwa yakini tumekwisha ziangamiza kaumu za kabla yenu walipodhulumu, na waliwajia mitume wao kwa ishara zilizowazi, lakini hawakuwa wenye kuamini. Ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watu wakosefu. Kisha tukakufanyeni nyie ndiye wenye kushika mahali pao baada yao katika ardhi, ili tuone jinsi mtakavyotenda. Na wanaposomewa aya zetu zilizowazi, wale wasiotaraji kukutana na sisi husema, lete Qur'ani isiyokuwa hii au ibadilishe. Sema, hainifalii mimi kuibadilisha kwa nitakavyo nafsi yangu. Mimi sifuati ila ninayofunuliwa kwa wahi. Hakika mimi naogopa nikimuasi Mola wangu mlezi adhabu ya siku iliyokuu. Sema, Mwenyezi Mungu angelitaka nisingelikusomeeni wala nisingelikujuvieni, kwani nalikwisha kaa nanyi umri mzima kabla yake. Basi je, hamzingatii? Basi ni nani aliyedhalim zaidi kuliko yule anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu na akazikanusha ishara zake? Hakika hawafanikiwi wakosefu. Nao badala ya Mwenyezi Mungu wanaabudu wasiowadhuru wala kuwanufaisha, na wanasema hawa ndio waombezi wetu kwa Mwenyezi Mungu. Sema, je, mnamwambia Mwenyezi Mungu asiyoyajua ya katika mbingu wala katika ardhi? Subhanahu wa ta'ala, ametakasika na ametukuka na hao wanaomshirikisha naye. Wala watu hawakuwa ila umma mmoja tu, kisha wakakhtalifiana. Na lau kuwa si neno lililokwisha tangulia kutokana na Mola wako mlezi, hapana shaka hukumu ingelikwisha katwa baina yao katika hayo wanayokhtalifiana. Na wanasema, kwa nini hakuteremshiwa ishara kutoka kwa Mola wake mlezi? Sema, mambo ya ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu. Basi nyinyi ngojeni, na mimi ni pamoja nanyi katika wanaongojea.
na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwaitikia watu wanapojiapizia shari kama vile wanavyojihimizia kuitaka kheri, angeliwaangamiza akawateketeza wote. Lakini yeye anawachukulia kwa upole, basi anaakhirisha kuwateketeza ili kungojea wadhihirishe walionayo kwa mujibu anavyowajuhulia. Pate kuonekana wazi uadilifu wake kwa atavyowalipa. Wanaachwa na ushahidi wa kutosha umesimama dhidi yao, nao makusudi wanakengeuka na kuelekea njia ya upotovu na udhalimu. Na mtu akisibiwa na madhara katika nafsi yake au mali yake au mfano wa hayo, huhisi unyonge wake na kumwomba Mola wake mlezi kwa hali yoyote, akiwa kajinyosha au kakakitako au kasimama, amuondolee dhiki zake. Mwenyezi Mungu akishamwitikia na akamuondolea hizo shida zake, humwacha kando Mwenyezi Mungu na akaendelea na maasi yake, na akasahau fadhila za Mwenyezi Mungu juu yake, kama kwamba hakupatikana na madhara yoyote wala hajapata kumwomba amuondolee. Na mfano wa mtindo huu shetani ndiyo huwazaini makafiri, akawapambia vitendo vyao viovu na uzushi wao mpotovu, wakaona yote hayo ni mazuri. Na sisi tulikwisha ziangamiza kaumu zilizokutangulieni kwa sababu ya kufuru zao walipowajia mitume na ishara zilizo wazi za kusadikisha wito wao wa kuitia imani. Na Mwenyezi Mungu akijua kwa ajili ya kung'ang'ania kwao kafiri na waasi kuwa haitopatikana imani kwao, basi enyi makafiri wa Kikureshi, zingatieni kama tulivyoangamiza waliokuwa kabla yenu, kadhalika tutawalipa wakosefu kwa maangamizo. Enyi umma wa Muhammad, tumekujalieni muwe makhalifa wa ardhi, mshike pahala pa waliokutangulieni, ili tukujaribuni tudhihirishe mtachokikhiari utiifu wa uasi baada ya mlivyokwisha jua yaliyowapata waliokutangulieni. Zilipodhihiri aya yani ishara za Qur'ani kutokana na mtume wetu Muhammad juu ya washirikina, walisema makafiri wasiohofu adhabu ya Mwenyezi Mungu wala hawatarajii thawabu zake, tuletee kitabu kinginecho kisichokuwa hii Qur'ani, au badilishe yaliyomo humu yale yasiyotupendeza. Waambie we mtume, hayumkini wala haijuzu mimi kugeuza au kubadilisha kwa nafsi yangu. Mimi si chochote ila ni mwenye kufuata na mwenye kufikisha kile kinachofunuliwa kwangu kutokana na Mola wangu mlezi. Mimi naogopa nikienda kinyume na wahi, yani ufunuo wa Mola wangu mlezi, adhabu ya siku ambayo hatari yake ni kuu na kitisho chake ni kikubwa. Waambie we mtume, lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuwa asiniteremshie Qur'ani kutoka kwake, wala mimi nisingekufikishieni, asingeliteremsha wala mimi nisingekusomeni, na wala Mwenyezi Mungu asingelikufundisheni. Lakini yeye kateremsha na akanituma mimi kwayo, na mimi nimekusomeni kama alivyoniamrisha. Na mimi nilikwisha kaa nanyi wakati mrefu kabla ya kupewa utume, na mimi sikudai utume wakati huo, wala sikukusomeni kitu chochote. Na nyinyi mmeshuhudia kuwa mimi ni mkweli na mwaminifu. Lakini umekuja ufunuo na nimeamrishwa ni usome, basi hebu yatieni akilini haya mambo na myazingatie, na yakutanisheni yaliyopita ya zamani na yaliyopo sasa. Hapana mtu alijidhulumu nafsi zaidi kuliko anayekufuru na akamzulia uongo Mwenyezi Mungu, au akazikanusha ishara za Mwenyezi Mungu alizokuja nazo mtume wake. Hakika hafuzu kafiri katika vitendo vyake, naye amehasiri hasara iliyo wazi kwa ukafiri wake, na amemghadhibisha Mwenyezi Mungu. Na hawa washirikina wanamzuilia Mwenyezi Mungu kuwa na washirika, wanaabudu masanamu ya upotovu, hayawadhuru wala hayanufaishi. Na wanasema masanamu haya inatuombea kwa Mwenyezi Mungu siku ya akhera. Ewe mtume, waambie hivyo nyinyi mnamwambia Mwenyezi Mungu kuwa ana washirika ambao hawajui, la katika mbingu wala katika ardhi. Mwenyezi Mungu ametakasika na kuwa na washirika, na yote mnayozua kwa kuabudu hao washirika. Watu kwa maumbile yao hawakuwa ila ni umma mmoja tu, kisha tukawapelekea mitume waongoze na waongowe kwa mujibu wa ufunuo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Ikawa tabia kibinadamu iliyopelekea kheri na shari ndiyo sababu ya kuwa na nguvu zaidi shari katika baadhi yao. Juu yao hao matamanio na nyendo za shetani zikatawala, na kwa hivyo ukakhtalifiana.
na lau kuwa hukumu ya Mola wako mlezi haikutangulia ya kuwapa muhula makafiri kwa ajili yako, ewe nabii, na kuakhirisha maangamizo yao mpaka siku maalumu iliyoahidiwa, Mwenyezi Mungu angeliwapelekea upesi maangamizo na adhabu kwa sababu ya mfarakano waliouingia, kama zilivyoingia kaumu zilizokushapita. Na hawa washirikina wanasema, hivyo Muhammad hateremshiwi muujiza usiokuwa hii Qur'ani wa kutuyakinishia utume wake? Waambie ewe mtume, kuteremshwa ishara ni jambo la ghaibu, hapana lijuaye ila Mwenyezi Mungu. Kama Qur'an haikufaini, basi ngojeni hukumu ya Mwenyezi Mungu baina yangu na nyinyi katika hayo mnayoyabisha, na mimi ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Na tunapoonjesha watu rehema baada ya shida walioipata, utawaona wana vitimbi kuzipangia ishara zetu. Sema, Mwenyezi Mungu ni mwepesi zaidi wa kupanga, hakika wajumbe wetu wanayaandika mnayoyapanga. Yeye ndiye anayekuendesheni bara na baharini, hata mnapokuwa majahazini, na yakawa yanakwenda nao kwa upepo mzuri wa kuufurahia, upepo mkali ukawazukia, na yakawajia mawimbi kutoka kila upande, na wakaona wameshazongwa. Basi hapo humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia nia. Ukituokoa na haya, bila ya shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru. Lakini akisha waokoa, mara wanafanya jeuri tena katika nchi bila ya haki. Enyi watu, jeuri zenu zitakudhuruni wenyewe. Hii ni starehe ya maisha ya dunia tu, kisha marejeo yenu ni kwetu, na hapo tutakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Hakika mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuliyoyateremsha kutoka mbinguni, kisha yakachanganyika na mimea ya ardhi wanaoila watu na wanyama, mpaka ardhi ilipokamilika uzuri wake na ikapambika, na wenyewe wakadhani wameshaiweza. Ilifikia amri yetu usiku au mchana, tukaifanya kama iliyofyekwa, kama kwamba haikuwapo jana. Namna hivi tunazipambanua ishara zetu kwa watu wanaofikiri. Na Mwenyezi Mungu anaita kwendea nyumba ya amani, na anamuongoa mtakaye kwenye njia iliyonyoka. Kwa wafanyao wema ni wema na zaidi, wala vumbi haitawafunika nyuso zao, wala madhila. Hao ndiyo watu wa peponi, humo watadumu. Na wale waliochuma maovu, malipo ya uovu ni mfano wake vile vile, na yatawafika madhila. Hawatakuwa na wakuwalinda na Mwenyezi Mungu, nyuso zao kama kwamba zimefunikwa na vipande vya usiku wa giza. Hao ndiyo watu wa motoni, wao humo watadumu. Na siku tutakapo wakusanya wote, kisha tutawaambia walioshirikisha, simameni mahali penu nyinyi na wale mliowafanya washirika. Kisha tutawatenga baina yao, na hao waliowashirikisha watasema, nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi baina yenu na nyinyi. Hakika sisi tulikuwa hatuna habari ya ibada yenu. Huko kila mtu atayajua aliyoyatanguliza, na watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, Mola wao wa haki, na yote waliokuwa wakiyazua yatawapotea. Katika mitindo ya watu ni kuwa pale tunapowaneemesha baada ya kushapatwa na shida katika nafsi zao au ahali zao, yani watu wao au mali zao, hawamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema anazowaneemesha na kuondolea madhara, bali huyakabili hayo kwa kukakamia katika kuzikadhibisha na kuzikataa ishara za Mwenyezi Mungu. Ewe mtume, sema, hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kudhilikini na kukuadhibuni upesi upesi, la ukwasi hukumu yake tangu hapo kukupeni muhula mpaka siku ya miadi aliyoiweka mwenyewe kwa ilmu yake peke yake. Hakika wajumbe wetu malaika waliowakilishwa juu yenu wanaviandika vitimbi mnavyovipanga, na yeye Mwenyezi Mungu atakuhisabieni na atakulipeni. Mwenyezi Mungu mnayekufuru neema yake na mkakanusha ishara zake, ndiye yeye anayekuwezesheni kwenda na kutembea nchi kavu kwa miguu au kwa vipando, na baharini kwa vyombo alivyofanya vikutumikieni, vinavyokwenda juu ya maji, kama anavyovisahilishia Mwenyezi Mungu kwa upepo mzuri unaopuliza kwa amani mpaka kufikiria huko vyendako.
hata mkisha tumaini na mkafurahia, huvuma tena upepo mkali ukatibua mawimbi kutoka kila upande, na mkayakinika kuwa hapana ila kuhiliki tu. Katika shida kama hii hamna tegemeo ila Mwenyezi Mungu. Hapo basi mnamwomba madua kwa usafi wa nia, kwa kuyakinika kuwa hapana mwokozi isipokuwa yeye, na mnampa ahadi kuwa pindi akikuvueni na balaa hiyo mtamuamini na mtakuwa wenye kushukuru. Na akisha waokoa kutokana na hatari ya kuteketea, wanavunja ahadi yao na mara wanarejea kwenye fisadi walizokuwa nazo kabla. Enyi watu mvunja wa ahadi, hakika matokeo ya kupindukia mipaka ya starehe na kudhulumu kwenu yatarejea juu yenu peke yenu. Na hakika hizo starehe mnazostarehea katika dunia yenu ni starehe za kidunia zenye mwisho. Kisha marejeo yenu ya mwisho ni kwa Mwenyezi Mungu, na yeye atakulipeni kwa vitendo vyenu mlivyovitanguliza duniani. Katika hali ya uhai wa dunia kwa uzuri wake na starehe zake, na kisha baada ya hayo kutoweka, si chochote ila ni kama hali ya maji inayoteremka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhi inayoliwa na watu na wanyama. Mimea hiyo ikastawi na ikatoa matunda, na ardhi ikapambika kwa kunawiri. Uzuri huu ukishafika ukomo wake, na wenyewe wakayakinika kuwa kweli ni mali yao, na kuwa watanafiika kwa matunda yake na neema zake, amri yetu ya kuondoa yote hayo ikaja, tukaifanya kama kwamba iliyotekwa, na kama kwamba haijapata kukaliwa wala haikupata kuwa na uzuri kabla yake. Na hali zote mbili za kustawi na kunawili, ya kufurahia watu na kinyume cha hayo, ni mambo ya kuondoka na kutoweka. Na kama alivyobainisha Mwenyezi Mungu kwa mifano iliyo wazi, anabainisha aya zake na anafafanua hukumu zake na ishara kwa watu wanaofikiri na wanapima kwa akili. Aya hii inaashiria ukweli ulioanza kuchomoza, na walikuwa mwanadamu kwa kuifanya elimu imtumikie ameweza kuyamiliki anayoyataka. Hata inapokuwa karibu ya kufikiria ukweli huu kukamilika, na akaona huyo mwanadamu amekushafikiria kilele cha ujuzi, hapo basi amri ya Mwenyezi Mungu hutokea. Na Mwenyezi Mungu anawaitia waja wake kwa imani na vitendo vyema waende peponi, makao ya amani na utulivu. Na yeye subhanahu humuongoa mtakaye kwa kuwa keshajitayarisha vyema na akaelekea kheri kwenye njia ya haki nayo ni ya salama. Wanaotenda mema kwa kuitikia wito Mwenyezi Mungu, wakaamini na wakafanya kheri kwa dini yao na dunia yao, hao watapata wema katika akhera, na wema huo ni pepo. Na tena watapata yaliyozidi hayo kwa fadhila na ukarimu wa Mwenyezi Mungu. Wala nyuso zao hazitafunikwa na huzuni na hamu na fedheha. Hawa ndio watu wa peponi watakaoneemeka humo daima milele. Na wale ambao hawakuitikia wito wa Mwenyezi Mungu wakakufuru wakatenda maasi, watalipwa kwa mujibu ya uovu waliotenda, na hawana mlinzi wa kuwakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na nyuso zao zitasawijika kwa ghamu na huzuni, kama kwamba zimefunikwa na weusi wa kiza cha usiku. Na hao ndio watu wa motoni watasononeka humo milele. Ewe Mtume, kumbuka kitisho cha siku watakapokusanywa viumbe vyote, kisha tuwaambie waliomshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada zao, simameni pahala penu nyinyi na hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu, muangalie mtafanywa nini. Patatokea mfarakano baina ya washirikina na hao miungu yao ya uongo waliowashirikisha na Mwenyezi Mungu. Hao miungu watajitenga na wale wafuasi wao kwa kusema, sisi hatukutakeni mtuabudu, wala nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi. Hakika mlikuwa mkiabudu matamanio yenu tu. Mwenyezi Mungu anatutosheleza kwa elimu yake na hukumu yake kuwa ni shahidi wa kutupambanua baina yetu na nyinyi. Sisi tulikuwa mbali nanyi, wala hatukuwa tunafaidika vyovyote kwa huko kutuabudu kwenu. Katika msimamo huo kila mtu atajua kheri gani au shari gani aliyoifanya, na atalipwa malipo yake. Na hapo hawa washirikina watayakinika kuwa kweli Mwenyezi Mungu ni mmoja na wa pekee, mwenye haki, na yote waliokuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu yatavunjika. Sema, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi?
au ni nani anayemiliki kusikia na kuona? Na nani amtoaye hai kutoka maiti na akamtoa maiti kutoka aliye hai? Na nani anayedabiri mambo yote? Watasema, Allah, Mwenyezi Mungu. Basi sema, je, hamchi? Basi huyo ndiye Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu wa haki. Na kipo kitu gani baada ya haki isipokuwa upotovu tu? Basi huwaje mkageuzwa? Ndiyo kama hivyo kauli ya Mola wako mlezi itakavyowathibitikia wale waliopotoka ya kwamba hawatoamini. Sema, je, yupo katika miungu yenu ya washirikina aliyeanzisha kuumba viumbe na kisha akavirejesha? Huwaje basi mkadanganywa? Sema, je, yupo katika miungu yenu ya ushirikina anayeongoa kwendea haki? Sema, Mwenyezi Mungu anaongoa kwendea haki. Basi je, anastahiki kufuatwa ni yule mwenye kuongoa kwendea haki au asiyeongoa ila aongozwe yeye? Basi nyinyi mna nini? Mna hukumu namna gani? Na wengi wao hawafuati ila dhanna tu, na dhanna haifai kitu mbele ya haki. Hakika Mwenyezi Mungu anajua yote wanayoyatenda. Na haiwezekani Qur'ani hii kuwa imetungwa na haitoki kwa Mwenyezi Mungu, lakini hii inasadikisha yaliyotangulia na ni mfafanuo wa kitabu kisicho na shaka ndani yake kutokana na Mola mlezi wa viumbe vyote. Je, ndiyo wanasema ameizua? Sema, hebu leteni sura moja mfano wake na muwaite mwawezao, isipokuwa Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mnasema kweli. Bali wameyakanusha wasioyaelewa elimu yake kabla hayajawajia maelezo yake. Kadhalika walio kabla yao walikanusha vile vile. Basi angalia jinsi ulivyokuwa mwisho wa madhalim hao. Na miongoni mwao wapo wanaoiamini na miongoni mwao wapo wasioiamini. Na Mola wako mlezi anawajua vyema mafisadi. Ewe Mtume, lingania kwenye tauhidi safi na useme, nani anayekuleteni riziki kutoka mbinguni inapoteremka mvua, na katika ardhi inapomea mimea na kuzaa? Na nani aliyekupeni kusikia na kuona? Na nani anayetoa vilio hai kutokana na vilivyo maiti kama mimea, nayo ni hai kutokana na ardhi maiti? Nani anayemtoa maiti kutokana na hai na kama mtu anavyokufa? Na nani anayepanga na kuendesha mambo yote ya ulimwengu kwa kudura yake na hikima yake? Wataungama, hapana pa kukimbilia. Kwa hakika ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mtenda yote. Ewe Mtume, waambie watapoungama, si wajibu mkubwa kuitii haki na kumhofu Mwenyezi Mungu mmiliki ufalme wote? Huyo basi ndiye Mwenyezi Mungu mliyemkiri, na yeye tu peke yake ndiye Mola wenu mlezi aliyethibiti kuwa ni Mola na mlezi, na akapasa kuabudiwa pekee, wala hapana mwinginewe. Na hapana baada ya haki ya umoja wa Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye tu ila kutumbukia katika upotovu, nao ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kumwabudu mwinginewe. Basi vipi mnaiacha haki mkauendea upotovu? Kama ulivyothibiti uungu wa Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye, vile vile imethibiti hukumu juu ya waliotokana na amri ya Mwenyezi Mungu wakamuasi kwa kuwa hawaifuati haki. Kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu hawaongoi kwenye haki ila wanaoishika njia yake, sio wanaofanyia waasi. Ewe Mtume, waambie hao washirikina, yupo yeyote katika hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu mkawaabudu awezaye kuanzisha kuumba tangu mwanzo na tena akarejea tena baada ya kushatoweka? Hapana shaka watashindwa kujibu. Basi hapo tena waambie, Allah Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiye anayeanzisha kuumba kutokana na kutokuwepo, na tena viumbe vikitoweka huvirejesha. Vipi basi nyinyi mnaiacha imani? Ewe Mtume, waambie hao washirikina, yupo yeyote katika hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu mkawaabudu awezaye kupambanua baina ya uongofu na upotovu akawaongoza watu kwenye njia ya haki? Wataemewa. Basi je, yupi bora kufuatwa, mwenye kuweza kuongoa kuendea haki au asiyeweza hata kujiongoa nafsi yake?
naye huyo hawezi kumwongoa mtu ila yeye anahitaji mtu wa kumwongoa. Hao ndiyo kama wakuu wa makafiri, mapadri na mamonaki, ambao ndiyo mmewafanya ni waola mkamwacha Mwenyezi Mungu. Nini basi kilichokupelekeeni kukengeuka kama mkawashirikisha hawa na Mwenyezi Mungu? Na nini hali ya ajabu iliyokusukumeni kwenye hizo hukumu na sheria za kigeni? Wengi wa washirikina hawafuati katika itikadi zao ila dhanna potovu zisizokuwa na dalili zozote, na kwa jumla dhanna haifidi kitu wala haiwezi kuwa ni badala ya kuijua haki, na hasa ikiwa dhana yenyewe ni ya kuzua tu kama hizi dhanna za washirikina. Na hakika Mwenyezi Mungu anayajua vyema wayafanyayo wakuu wa ukafiri na wafuasi wao, na ayatawalipa kwa hayo. Haiwezi kutokea kuwa hii Qur'an haizue mtu yoyote, kwani katika kuwa haiwezi kuigwa na katika uongofu wake na hukumu zake hayumkini kuwa itoke kwa yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Nayo inasadikisha vitabu vya mbinguni vilivyotangulia katika mambo ya haki yaliyotajwa humo, na inaweka wazi yaliyokwisha andikwa na kuthibitishwa katika mambo ya hakika na sharia. Hapana shaka kuwa Qur'ani hii ina cheo maalum kwa Mwenyezi Mungu, nayo ni muujiza ambao hapana mtu anayeweza kuleta mfano wake. Bali hawa washirikina wanasema Muhammad kaizua hii Qur'ani mwenyewe. Ewe mtume, waambie, ikiwa hii Qur'ani ni kazi ya mwanadamu, basi nyinyi leteni sura moja tu mfano wake, na mwatake mwatakao isipokuwa Mwenyezi Mungu waje kukusaidieni, ikiwa nyinyi ni wasema kweli katika madai yenu kuwa hii Qur'ani nimeitunga mimi. Bali hawa washirikina wamekimbilia kuikadhibisha Qur'ani bila ya kuzingatia, wakajua yaliyomo ndani yake. Wao wenyewe hawakutazama mna nini, wala hawakusita kuitafuta tafsiri yake na kutaka kuelewa hukumu zake kwa kuuliza wenginewe. Na kukadhibisha namna hii bila ujuzi, ndivyo walivyowakanusha makafiri wa kaumu za zamani mitume wao na vitabu vyao. Basi ewe mwanadamu, angalia yalishiaje mambo ya waliokadhibisha waliotangulia. Waliachiliwa mbali na wakateketezwa kwa adhabu. Na huu ndiyo mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa mfano wa hao. Na miongoni mwa hawa wakanushao wapo ambao watakuja iamini Qur'ani baada ya kuyafahamu yaliyomo ndani yake na wakaelewa maana yake. Na kipo miongoni mwao kikundi ambacho hakiamini wala hakiachi upotovu wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawajua vyema wakanushao mafisadi, na atawalipa kwa vitendo vyao. Na wakikukanusha wewe sema, mimi nina amali yangu na nyinyi mna amali yenu. Nyinyi hamna jukumu kwa niyatendayo, wala mimi sina jukumu kwa miyatendayo. Na wapo miongoni mwao wanakusikiliza. Je, wewe unaweza kuwafanya viziwi wasikie ijapokuwa hawafahamu? Na wapo miongoni mwao wanakutazama. Je, wewe utawaongoa vipofu ingawa hawaoni? Hakika Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu kitu chochote, lakini watu wenyewe wanajidhulumu nafsi zao. Na siku atakapowakusanya itakuwa kama kwamba hawakukaa ila saa moja tu ya mchana. Watatambuana, hakika wamehasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu, wala hawakuwa wenye kuongoka. Na vyovyote vile tukikuonyesha baadhi ya tunavyowaahidi au tukakufisha kabla yake, marejeo yao ni kwetu, kisha Mwenyezi Mungu ni shahidi wa wanayoyafanya. Na kila umma una mtume. Alipowajia mtume wao walihukumiwa baina yao kwa uadilifu, wala hawakudhulumiwa. Na wanasema, lini ahadi hii ikiwa mnasema kweli? Sema, sijimiliki nafsi yangu shari wala kheri ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Kila umma una muda wao waliowekewa. Ukifika muda wao hawakawii hata saa moja wala hawatangulii. Sema, mwaonaje ikikufikieni hiyo adhabu yake usiku au mchana? Sehemu gani ya adhabu wanaihimiza wakosefu? Tena je, ikishatokea mtaiamini? Je, ndiyo sasa tena? Na nyinyi mlikuwa mkiihimiza? Kisha waliodhulumu wataambiwa, onjeni adhabu ya kudumu. Kwani mtalipwa isipokuwa yale mliokuwa mkiachuma? Na wanakuuliza, je, ni kweli hayo?
sema na hapa kwa Mola wangu mlezi, hakika hayo ni kweli, na wala nyinyi hamshindi. Na ewe mtume, ukishikilia kuendelea na kukadhibisha baada ya kuadhihirikia wazi dalili za unabii wako, basi wewe waambie, hakika mimi nitalipwa kwa amali yangu, yani vitendo vyangu, na nyinyi mtalipwa kwa amali yenu kama itakavyokuwa. Na mimi naendelea na wito wangu, na nyinyi hamtahisabiwa kwa amali yangu, wala mimi sitahisabiwa kwa amali yenu. Basi nyinyi fanyeni mpendavyo, na Mwenyezi Mungu atamlipa kila mtu kwa aliyechuma. Na katika hawa makafiri wapo wanakusikiliza wewe mtume pale unapowaita wafuate dini ya Mwenyezi Mungu, na hali nyoyo zao zimefungwa hazikubali wito wako. Basi wewe huwezi kuwafanya hawa viziwi wakusikie na waongoke, na hasa ilivyokuwa juu ya uziwi wao hawafahamu yasemayo. Na wengine wapo wanaokutazama na walifikiria jambo lako, na wanaona dalili zilizo wazi za unabii wako, lakini bado hawaongoki wakafuata. Mfano wa hayo ni mfano wa kipofu, nawe huwezi kuwaongoa hao vipofu. Upofu wa macho ni kama upofu wa moyo, wote hawana uongofu. Kipofu haioni njia kwa kuhisi, na mpotovu haongoki kwa maana. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu atawalipa watu kwa vitendo vyao kwa uadilifu na haki, wala hatamdhulumu hata mmoja wapo kwa kitu chochote. Lakini watu wanajidhulumu nafsi zao kwa kuhiari kwao ukafiri kuliko imani. Ewe mtume, wahadharishe na siku tutayowakusanya kwa ajili ya hisabu, wawe na hakika kuwa siku ya akhera itakuja, baada ya kuwa walikuwa wakikanusha na wakikumbuka maisha yao ya duniani tu. Waone ni kama saa moja tu ya mchana, hapana wasaa wa kufanya kitendo chochote cha kheri, na wajuane wao kwa wao wakilaumiana kwa kufuru na upotovu waliokuwa nao. Wamehasiri wakanushao siku ya akhera, na wasitangulize vitendo vyema katika dunia yao, na wakakosa neema za akhera kwa kufuru zao. Ewe mtume, tukikuonyesha baadhi ya tunayowaahidi, nawe ni kuwa utawashinda na wao watapata adhabu, au tukakufisha kabla ya kuyaona yote hayo, vyovyote vile hawawezi kuepuka kurejea kwetu tuwahisabie na kuwalipa. Na Mwenyezi Mungu subhanahu ni mwenye kuwachungua na mwenye kujua kila walitendalo, na yatawalipa. Na kila umma ulijiwa na mtume, akafikisha wito wa Mwenyezi Mungu, akaamini aliyeamini na akakanusha aliyekanusha. Ikifika siku ya kufufuliwa, mtume wao atakuja na kuwatolea ushahidi wale waliomkadhibisha kuwa hao ni makafiri, na walioamini kuwa ni waumini. Basi Mwenyezi Mungu atawahukumu kwa uadilifu uliotimia, hatumdhulumu yeyote katika malipo anayostahiki. Na makafiri wanakusudia kuikanusha siku ya akhera, basi wanaihimiza kwa kejeli na kusema, itakuwa lini hiyo adhabu unayotuahidi kama wewe ewe mtume, na hao walio pamoja nawe ni wakweli katika hayo mnayoyaamini na mnatuitia sisi tuyakubali. Ewe mtume, waambie, mimi sina uwezo wa kujitendea mwenyewe kheri wala shari, ila kwa aliyoniwezesha Mwenyezi Mungu. Basi vipi niweze kuihimiza ije upesi wa adhabu? Hakika kila umma una ukomo wake aliouweka Mwenyezi Mungu tangu na tangu. Ukiwalia ukomo huo, basi hawatoweza kuchelewesha hata kidogo, kama wasivyoweza kuutanguliza. Waambie wanaohimiza ifiki adhabu, hebu niambieni, ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu usiku au mchana, pana faida gani watayoipata wakosefu wenye madhambi kutaka ije kwa haraka? Na hali adhabu yote ni mbaya. Sasa mnaikanusha adhabu, tena itapokufikieni mtaambiwa kwa kubeuliwa, je, sasa mnaamini kwa kuwa mnaiona na nyinyi huko duniani mlikuwa mkihimiza kwa dharau na kukanusha? Tena siku ya kiyama wataambiwa waliojidhulumu nafsi zao kwa kukufuru na kukanusha, onjeni adhabu ya milele, sasa hamlipwi ila kwa amali zenu mlizozitenda duniani. Na makafiri kwa njia ya kejeli na kukataa wanakutaka wewe mtume uwaambie, hivyo ni kweli hayo uliyaleta katika Qur'ani na habari za kufufuliwa na adhabu? Waambie, naam, kwa haki ya Muumba wangu aliyeniumba, hakika hayo yatakuwa bila shaka yoyote,
wala nyinyi hamtoshinda wala hamwezi kuzuia adhabu aitakayo Mwenyezi Mungu kukuleteni. Na lau kuwa kila nafsi iliyodhulumu inamiliki kila kiliomo duniani, bila shaka ingelitoa vyote kujikombolea, na watakapoiona adhabu wataficha majuto, na patahukumiwa baina yao kwa uadilifu, nao hawatadhulumiwa. Jueni kuwa hakika vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vya Mwenyezi Mungu. Jueni kuwa hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki, lakini wengi wao hawajui. Yeye ndiye anayefufua na anayefisha, na kwake mtarejeshwa. Enyi watu, yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu mlezi, na poza kuponyesha yaliyomo vifuani, na uongofu na rehema kwa waumini. Sema, kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema yake, basi na wafurahi kwa hayo. Haya ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya. Sema, je, maonaje zile riziki alizokuteremshieni Mwenyezi Mungu, nanyi mkafanya katika hizo nyingine haramu na nyingine halali? Sema, je, Mwenyezi Mungu amekuruhusuni au mnamzulia Mwenyezi Mungu tu? Na nini dhana ya wanaomzulia Mwenyezi Mungu kwa siku ya Kiyama? Hakika Mwenyezi Mungu ana fadhila juu ya watu, lakini wengi wao hawashukuru. Na naukuwa vitu vyote viliomo duniani ni mali ya kila nafsi iliyodhulumu kwa ushirikina na kukanusha, ingelivitoa fidia kwa adhabu itayowakabili siku ya Kiyama, na ambayo wataviona vitisho vyake. Na hapo basi majuto na masikitiko yatawajaa nyoyoni mwao kwa kutoweza kuyatamka, na kwa fadhaa itayowapata kwa kuiona adhabu. Na hukumu ya Mwenyezi Mungu itapita juu yao kwa uadilifu, na wala hawatadhulumiwa katika malipo hayo, kwani hayo ni matokeo ya walioyatenda duniani. Watu na wajue kuwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kumiliki na mwenye madaraka makuu juu ya vyote vilivyomo mbinguni na duniani, na pia wajue kuwa ahadi yake ni ya kweli. Basi yeye hashindwi na kitu, na hapana yeyote ataepuka malipo yake. Lakini wao wamedanganyika na maisha ya dunia, hawajui hayo kwa ujuzi wa yakini. Na Mwenyezi Mungu subhanahu anavihuisha vitu baada ya kuwa havipo, na anaviondoa baada ya kuwapo, na kwake yeye tu ndiyo marejeo katika akhera, na mwenye kuwa hivyo hapana kuu la kumshinda. Enyi watu, kimekujieni kwa ulimi wa Mtume Muhammad kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndani yake mna makumbusho ya imani na utiifu, na mawaidha ya kuhimiza kheri na kukataza vitendo viovu, na kueleza mzingatia habari za waliokutangulieni, na kukutakeni muangalie utukufu wa uumbaji ili mpate kuuelewa utukufu wa Muumba. Na ndani ya kitabu hicho mna dawa ya maradhi ya nyoyo zenu, maradhi ya shirki na unafiki, na mna uongofu wa kuendea njia iliyonyoka, na yote hayo ni rehema kwa waumini wanaoitikia wito. Ewe Mtume, waambie, furahieni fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema yake juu yenu kwa kuiteremsha Qur'ani na kubainisha sheria ya Islamu. Na hii ni bora kuliko starehe zote anazozikusanya mtu duniani, kwa sababu hichi ni chakula cha nyoyo na dawa ya maradhi yake. Ewe Mtume, waambie makafiri waliopewa baadhi ya starehe za duniani, niambieni habari ya vyakula vizuri vya halali alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu, mkajifanya wenyewe ni watungaji sharia, mkahalalisha vingine na mkaharimisha vingine bila ya kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu hakukupeni ruhusa mfanye hayo, bali nyinyi mnamzulia uongo Mwenyezi Mungu. Na watadhani nini siku ya Kiyama hao waliomzulia uongo Mwenyezi Mungu, wakajipa kuhalalisha na kuharimisha bila ya kuona dalili yoyote? Hakika Mwenyezi Mungu amewaneemesha neema nyingi, na amezihalalishia kwao kwa fadhila yake, na amewawekea sheria yenye kheri kwao, lakini hawamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo, bali wanamzuilia Mwenyezi Mungu uongo. Na hui katika jambo lolote, wala husomi sehemu yoyote katika Qur'an, wala hamtendi kitendo chochote ila sisi huwa ni mashahidi juu yenu mnaposhughulika nayo. Na hakifichikani kwa Mola wako mlezi chenye uzito hata wachembe katika ardhi na katika mbingu,
wala kidogo kuliko hicho, wala kikubwa, ila kimo katika kitabu kilicho wazi. Jueni kuwa vipenzi vya Mwenyezi Mungu hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Hao ni ambao wameamini na wakawa wanamcha Mungu. Wao wana bishara njema katika maisha ya dunia na katika akhera. Hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Wala asikuhuzunishe maneno yao. Hakika utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwenye kusikia, mwenye kujua. Jueni kuwa ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na ardhini, na wala hawafuati hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ni washirika wake. Wao hawafuati ila dhana tu, na hawasemi ila uongo. Yeye ndiye alikujalieni usiku mpate kutulia humo, na mchana wa kuonea. Hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaosikia. Wamesema Mwenyezi Mungu ana mwana, subhanahu, aliyetakasika. Yeye ni mkwasi, mwenye kujitosheleza. Vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vyake peke yake. Nyinyi hamna uthibitisho wowote wa haya. Mnamzulia Mwenyezi Mungu msiyoyajua. Sema, hao wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu hawatafanikiwa. Hiyo ni starehe ya katika dunia tu, kisha marejeo yao ni kwetu. Tena tutawaonjesha adhabu kali kwa sababu ya kukufuru kwao. Ewe Mtume, hakika wewe umefikisha ujumbe wako, na hayo Mwenyezi Mungu anayajua. Na hapana jambo lolote katika mambo yako, na huwasomee Qur'ani, na wewe na umma wako hamtendi kitu, ila sisi tunayashuhudia na tunayangalia mnapoingia kwa juhudi. Na Mola wako mlezi haachi kujua chochote, hata kikiwa kina uzito wa chembe hichi, ikiwa katika mbingu au katika ardhi, kidogo na kikubwa. Vyote hivyo vinadhibitiwa katika kitabu kilichoko kwa Mwenyezi Mungu, nacho ni chenye kubainisha wazi. Enyi watu, tanabahini na mjue ya kuwa wenye kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa imani na utiifu, yeye anawapenda na wao wanampenda. Hawana hofu ya kuhizika duniani wala kupata adhabu ya akhera, wala wao hawahuzuniki kwa kukosa starehe za duniani, kwa kuwa watapata kwa Mwenyezi Mungu yaliyo makubwa na mengi kuliko hayo. Na hao ndio walioyasadiki yote yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu, na wakaifuata haki, na wakaepuka maasi, na wakamhofu Mwenyezi Mungu katika kila walitendalo. Kwa wapenzi hawa wa Mwenyezi Mungu pana bishara ya kheri hapa duniani, kwa vile Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwapa ushindi na utukufu. Na akhera itatimia ahadi ya Mwenyezi Mungu, na ahadi ya Mwenyezi Mungu haigeuki. Na haya ndiyo waliobashiriwa kwa duniani, na watayapata akhera, na huko ndiko kufuzu kubwa. Ewe Mtume, usihuzunike kwa yasemayo washirikina ya kejeli na matusi na kukadhibisha, wala usidhani kuwa hali yao hii itadumu, bali ushindi ni wako, na Uislamu utatukuka, kwani utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu mtukufu, na ushindi upo mkononi mwake. Na yeye atakunusuru uwashinde hao makafiri, na yeye subhanahu ni mwenye kuyasikia wanayokuzulia, na mwenye kuyajua wanayodhamiria, na yeye atawalipa kwa hayo. Enyi watu, jueni kuwa ni vya Mwenyezi Mungu peke yake vyote vilivyomo mbinguni na duniani, kwa kuviumba na kuvimiliki na kuviendesha. Na hao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu kwa hakika hawafuati hao miungu ya ushirikina. Hao si chochote ila wanafuata mawazo tu, wanadhani kuwa uwezo umo katika vitu ambavyo havijifai wenyewe, la kwa manufaa wala madhara. Hakika huyo mwenye kumiliki viliomo katika mbingu na ardhi ndiye aliyekuumbieni usiku mpate kupumzika na mahangaiko ya mchana, na amekuumbieni mchana wenye kuangaza mpate kufanya kazi na mshughulikie maslahi yenu. Hakika katika kuumba usiku na mchana zipo dalili zilizo wazi kwa wenye kusikia na wakapima. Na ikiwa wanaoabudu masanamu wamefanya ushirikina wa kuabudu mawe, na hakumtakasa Mwenyezi Mungu kwa haki ya kumtakasa, na wakasema kuwa Allah, yani Mwenyezi Mungu, ana mwana, basi Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo. Yeye hana haja ya kuwa na mwana, kwani kuwa na mwana kunaonyesha wazi kutaka kubakia ukoo wako baada ya kufa kwako.
na Mwenyezi Mungu hafi, yeye ni mwenye kubakia milele, na vyote viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi ni vyake, vimeumbwa na vinaendeshwa na yeye. Na nyinyi wazushi hamna hoja yoyote wala dalili ya hayo mnayozua. Basi msikitalifiane juu ya Mwenyezi Mungu kwa mambo yasiyo na msingi wa hakika. Ewe Mtume, waambie hao wanaomtungia Mwenyezi Mungu uongo na wanadai kuwa ana mwana hawatafanikiwa milele. Wao wanastarehe hapa duniani ya kudanganyika tu, nayo ni chache ikiwa itachukua muda mrefu au mfupi ukilinganisha na hayo yanayowangojea. Kisha marejeo yao ni kwetu, sisi tutawahisabia na tutawaonjesha adhabu ya kutia uchungu kwa sababu ya ukafiri wao. Wasomee habari za Nuhu alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, ikiwa kukaa kwangu nanyi na kukumbusha kwangu kwa ishara za Mwenyezi Mungu kuna kutieni mashaka, basi mimi namtegemea Mwenyezi Mungu. Nanyi tengezeni mambo yenu pamoja na washirika wenu, na wala mambo yenu yasifichikane kwenu, kisha ni hukumuni, wala msinipe muhula. Lakini mkigeuka, basi mimi sikukuombeeni ujira wangu haupo ila kwa Mwenyezi Mungu, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu. Wakamkanusha, basi tukamwokoa pamoja na waliokuwa naye katika jahazi, na tukawafanya wao ndio waliobakia, na tukawazamisha waliozikanusha ishara zetu. Basi angalia vipi ulikuwa mwisho wa walioonywa. Kisha baada yake tukawatuma mitume kwa watu wao, nao wakawajia kwa ishara zilizo wazi, lakini hawakuwa wenye kuyaamini walioyakanusha kabla yake. Ndiyo kama hivyo tunapiga muhuri juu ya nyoyo za warukao mipaka. Kisha baada yao tukamtuma Musa na Harun kwa Firauni na waheshimiwa wake kwa ishara zetu, wakajivuna na wakawa watu wakosefu. Basi ilipowajia haki kutoka kwetu walisema, hakika huu ni uchawi dhahir. Akasema Musa, mnasema hivi juu ya haki ilipokujieni, huu ni uchawi na wachawi hawafanikiwi. Wakasema, je, umetujia ili utuachishe tulichowakuta nayo baba zetu, na mpate nyinyi wawili ukubwa katika nchi? Wala sisi hatukuaminini nyinyi. Na Firauni akasema, nileteeni kila mchawi mjuzi. Basi walipokuja wachawi, Musa aliwaambia, tupeni mnavyotupa. Walipotupa, Musa alisema, mlioleta ni uchawi. Hakika Mwenyezi Mungu haitengenezi kazi ya waharibifu. Na Mwenyezi Mungu huhakikisha haki kwa maneno yake, hata wangachukia wakosefu. Yanayokupata kutoka kwa watu wako yaliwapata manabii waliokutangulia. Basi wasomee hawa watu, ewe Mtume, aliyokuteremshia Mola wako mlezi katika Qur'ani kisa cha Nuhu, mtume wa Mwenyezi Mungu. Alipoiona chuki na uadui wa watu wake kwa ujumbe wake, aliwaambia, enyi watu wangu, ikiwa kuwa pamoja nanyi kwa ajili ya kufikisha ujumbe kumekuwa ni shida juu yenu, basi mimi ni mwenye kuendelea na wito wangu, na ni mwenye kushikilia hapo hapo, na ni mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu katika hili jambo langu. Basi nyinyi na washirika wenu jifungeni madhubuti katika shauri yenu, wala msiufiche uadui wenu kwangu kabisa, wala msinipe muhula wowote kwa maovu mnayonipangia kulitendea, kama kweli mnaweza kuniletea madhara, kwani Mola wangu mlezi ananilinda. Na ikiwa mtabaki kukataa wito wangu, basi hayo hayatanidhuru mimi kitu, kwani mimi sikufanya hivyo kwa kutaraji kupokea ujira kwenu, ambao naogopa nitaukosa kwa sababu ya kukataa kwenu. Ujira wangu mimi nautaka kwa Mwenyezi Mungu peke yake, na yeye ameniamrisha niwe Muislamu, nimsalimishie yeye mambo yangu yote. Na juu ya juhudi hizo na kukakamia huko alipokakamia Nuhu kwa ajili ya kutaka kuwaongoa hao watu wake, bado walishikilia kuendelea na kumkanusha na kumfanyia uadui. Basi Mwenyezi Mungu alimwokoa yeye pamoja na mwenye kumwamini, wakapanda merikebu, na akawajalia hao ndio walioimarisha nchi baada ya kuteketea makafiri waliogharikishwa na tufani. Hebu angalia, ewe Muhammad, vipi waliopuuza onyo ulivyomalizikia mwisho wa mbaya.
baada ya Nuhu tuliwatuma mitume wengine wakalingania tauhidi, upweke wa Mwenyezi Mungu, wakibashiria kheri na wakionya na wakiungwa mkono na miujiza yenye kuonyesha ukweli wao. Watu wao wakawakanya kama walivyokanya kaumu ya Nuhu. Haukuwa mwendo wa pinzani kwa watiifu, kwa sababu kule kukadhibisha kwao kulikuwa ni mbele kuliko kuzingatia na kupima. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipiga muhuri wa upotovu juu ya nyoyo za wale ambao mtindo wao ni kuzifanyia uadui hakika na ishara zilizo wazi. Kisha baada yao tulimtuma Musa na ndugu yake Harun wende kwa Firauni, mfalme wa Misri, na watu wake wakuu mahsusi, kuwaita wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Nao waliungwa mkono na hoja zenye nguvu. Firauni na kaumu yake walitakabari, wakakataa kuitikia wito wa Musa na Harun. Kwa kukataa kwao huko wakawa wamefanya makosa makubwa na dhambi. Ilipodhihiri haki yetu kwa mkono wa Musa, ule muujiza wa Musa nao ni fimbo kugeuka nyoka mbele ya macho yao, wao walisema, hakika huu ni uchawi ulio dhahiri. Musa akawaambia kukanya uzushi wao, nyinyi mnaita haki iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu kuwa ni uchawi? Hivyo hii kweli mlioiona kwa macho yenu ni uchawi? Basi hivi hapa mimi nakutakeni mthibitishe kwamba huu ni uchawi. Waleteni wachawi wathibitishe hayo mnayoyadai. Na wachawi hawafanikiwi abadan. Firauni na watu wake walimwambia Musa, hapana shaka wewe umekuja kwa makusudi ya kutuachisha dini ya baba zetu na mila za kaumu yetu, ili nyinyi wawili mpate kuwa na wafuasi, wewe na nduguyo mpate ufalme na utukufu na uraisi wa kutawala na kuhukumu. Kwa hivyo basi sisi hatutakuaminini nyinyi wala huu utume wenu. Firauni na kaumu yake wakadai kuwa Musa na nduguye ni wachawi wala si mitume. Akawataka watu wake wamhudhurishe kila aliyehodari katika fani za uchawi katika mamlaka yake. Walipohudhuria wachawi na wakasimama mbele ya Musa kupambana naye kwa uchawi wao mbele ya watu, Musa aliwaambia, leteni huo uchawi mlionao. Walipotupa kamba zao na fimbo zao, Musa aliwaambia, huo mliofanya ni uchawi kweli, na Mwenyezi Mungu Subhanahu atauvunja kwa mkono wangu. Hakika Mwenyezi Mungu hawasahilishi mafisadi vitendo vyao vikawa vizuri na vyenye nafuu. Ama haki hapana shaka Mwenyezi Mungu atainusuru na ataiunga mkono kwa uwezo wake na hikima yake, hata makafiri wakisaidiana katika kuichukia na kuipiga vita. Basi hawakuamini Musa isipokuwa baadhi ya vijana vya kaumu yake, kwa kumwogopa Firauni na wakuu wao wasiwatese. Kwani hakika Firauni alikuwa jeuri katika nchi, na kwa yakini alikuwa miongoni mwa waliopita kiasi. Na Musa alisema, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye, ikiwa nyinyi ni Waislamu. Wakasema, tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Ewe Mola wetu mlezi, usitufanye wenye kutiwa misukosuko na hao watu wa madhalimu, na utuokoe kwa rehema yako na watu makafiri. Na tukampelekea Musa na ndugu yake wahi huu, watengenezeni majumba watu wenu katika Misri, na azifanyeni nyumba zenu ndiyo mahali mwa ibada, na mshike sala na wabashirie waumini. Na Musa akasema, Mola wetu mlezi, hakika wewe umempa Firauni na wakuu wake mapambo na mali katika maisha ya dunia, hivyo wanapoteza watu na njia yako. Mola wetu mlezi, yafutilie mbali mali yao na zifunge nyoyo zao, wasiamini mpaka waione adhabu chungu. Mwenyezi Mungu akasema, maombi yenu yamekubaliwa. Basi simameni sawa sawa, wala msifuate njia za wale wasiojua. Tukawavusha bahari wana wa Israeli, na Firauni na askari wake wakafuatia kwa dhulma na uadui. Hata Firauni alipokuwa anataka kuzama akasema, naamini kuwa hapana Mungu ila yule waliyemwamini wana wa Israeli, na mimi ni miongoni mwa walionyenyekea. Ala sasa, na hali uliasi kabla yake na ukawa miongoni mwa mafisadi. Leo basi tutakuokoa kwa mwili wako ili uwe ishara kwa ajili ya walio nyuma yako, na hakika watu wengi wameghafilika na ishara zetu.
na juu ya kudhihiri ishara zote za kusadikisha ujumbe, wale waliomwamini Musa hawakuwa ila ni kikundi cha watu wachache tu katika kaumu ya Firauni. Waliamini juu ya kuwa wakiogopa sije Firauni na walio pamoja naye wakawaachisha walioyaamini. Jeuri za Firauni zilikuwa kubwa mno katika Misri. Hakika yeye ni katika waliopita upeo katika kutakabari na kujivuna. Ama Musa aliwaambia waumini kwa kuwawasa na kuwashajisha, enyi watu wangu, ikiwa imani imekwisha ingia nyoyoni mwenu kwa kumsafishia nia Mwenyezi Mungu, basi msimwogope yote mwinginewe, nanyi msalimishie yeye mambo yenu yote, na mtegemeni yeye, na muwe na yakini mwishowe atakunusuruni, ikiwa nyinyi mmethibiti katika Uislamu. Waumini wakasema, tunamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake, kisha wakamwomba Mola wao mlezi asiwatie katika mitihani na mateso ya makafiri. Wakamwomba Mola wao mlezi wakisema, kwa vile ulivyotumiminia neema na rehma, na kwa wingi wa rehma yako unayosifika nayo, tuokowe na hawa watu wanaokataa wenye kudhulumu. Tukawafunulia Musa na nduguye Haruni kuwapa amri wafanye nyumba za kukaa watu wao katika nchi ya Misri, na watu wa imani wenye kufuata wito Mwenyezi Mungu wazielekee nyumba hizo, na wawe wanashika swala kwa sura ya ukamilifu, na waumini wanabashiriwa kheri. Walivyoshikilia makafiri katika kumfanyia inda Musa, alimwomba Mwenyezi Mungu kwa kusema, ewe Mola mlezi wangu, hakika wewe umempa Firauni na watukufu wake starehe za duniani na mali na wana na utawala, na matokeo ya neema hizi ni kupita kwao mipaka katika kupotea na kupoteza watu waache njia ya haki. Ewe Mwenyezi Mungu, yafutilie mbali mali yao na uache katika kiza cha nyoyo zao, wasijaliwe kuipata imani mpaka waione kwa macho adhabu iliyochungu, ambayo ndiyo mwisho unaowangojea, ili wawe ni onyo kwa wengineo. Mwenyezi Mungu akasema, dua zenu zimeitikiwa, basi endeleeni katika njia iliyonyoka, na iwacheni njia ya wale wasiojua mambo yalivyo, wala hawaifuati haki iliyo wazi. Tulipowavusha bahari wana wa Israeli, Firauni na askari wake waliofuata nyuma yao, tukawafunika kwa bahari. Alipokuwa nazama, Firauni alisema, nimemsadiki Allah Mwenyezi Mungu. Waliomsadiki wana wa Israeli na wakamfuata, na mimi ni katika wenye kutii walio wanyenyekevu. Mwenyezi Mungu hakukupokea kwa huko kwa Firauni, ambako alikuwa hana budi nako. Toba hiyo ilikuwa pale mauti yamekwisha mkabili, naye aliishi maisha yake yote katika kumuasi Mwenyezi Mungu, akifisidi nchi, naye akafa kafiri wa kutupwa. Na leo siku ulipoangamia, tutautoa mwili wako baharini, na tutauweka uwe ni onyo na funzo kwa hao waliokuwa wakikuabudu, na hawakuwa wakikutarajia utapata mwisho huu wa hizaya wa machungu. Lakini watu wengi wanaghafilika na ishara zilizowazi na zilizozagaa katika ulimwengu, na ambazo zinathibitisha uwezo wetu. Inaonyesha aya hii tukufu kuwa mwili wa Firauni utabaki umehifadhiwa, ili watu wauone na wapime kwa macho yao hali ya ule mzoga wa yule aliyekuwa akijiona ni Mungu, na akiwaambia watu wake wanaomnyenyekea, hamna Mungu ila mimi. Kadhalika tujue kuwa kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri kulikuwa mwisho wa karne ya 13 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam, katika enzi ya mmoja wa Firauni wa ukoo wa 19, naye ni Minfitah mwana wa Ramsisi wa pili, ambaye ndiye aliyewakandamiza wana wa Israeli, akawalazimisha wamjengee jiji la ufalme wake. Uvumbuzi wa machimbo ya vitu vya kale wa hivi karibuni umedhihirisha kuwa jina la mji huo uliofunikika chini ya ardhi ni Buramsis, kulikuwa kutoka kwa wana wa Israeli pamoja na Musa ni kwa ajili ya wito tauhidi, umoja wa Mwenyezi Mungu, na kuikataa shemeri ya Firauni iliyowadhalilisha na ikawakutisha adhabu ya mwisho. Na ilikuwa haijulikani na Waarabu ambao hawajui kusoma na kuandika, wala kwa wengineo, kwamba mwili wa Firauni huyu ungalipo mpaka hii leo. Lakini Qur'an imeyataja hayo, na ukweli wake umethibiti mwaka wa 1900, yani karne 13 baada ya kuteremka Qur'an.
je, hii si dalili ya kuwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu? Na hakika tuliwaweka wana wa Israeli kikao chema na tukawaruzuku vitu vizuri, nao wakukhtalifiana mpaka ilipowafikia elimu. Hakika Mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya Kiyama katika yale waliokuwa wakikhtalifiana. Na ikiwa unayoshaka katika tuliokuteremshia, basi waulize wasomao kitabu kabla yako. Kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. Na kabisa usiwe miongoni mwa wale wanaozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu, usije kuwa katika waliohasiri. Hakika wale ambao neno la Mola wako mlezi limekwisha thibitika juu yao hawataamini, ijapokuwa itawajia kila ishara mpaka waione adhabu iliyochungu. Kwa nini usiwepo mji mmoja ukaamini na imani yake ikawafaa, isipokuwa kaumu Yunus? Waliamini na sisi tukawaondolea adhabu ya hizaya katika maisha ya dunia na tukawastarehesha kwa muda. Angelitaka Mola wako mlezi wangeliamini wote waliomo katika ardhi. Je, wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka wawe waumini? Na hawezi mtu kuamini ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, naye hujalia adhabu iwafike wasiotumia akili zao. Sema, angalieni yaliyomo mbinguni na kwenye ardhi, na ishara zote na maonyo hayawafai kitu watu wasioamini. Basi je, wanangojea jingine ila kama yaliyotokea siku za watu waliopita kabla yao? Ngojeni, nami ni pamoja nanyi katika wanaongoja. Kisha sisi waokoa mitume wetu na walioamini. Ndiyo kama hivyo yatustahiki kuwaokoa waumini. Na tuliwaweka vyema wana wa Israeli wakaishi katika nchi nzuri, na huko kihifadhi dini yao, na wako mbali na dhulma iliyokuwa ikiwapata. Riziki na neema zimojalia, lakini mara baada ya kuonja neema ya utukufu baada ya unyonge, yaliwasibu maradhi ya kufarikiana. Wakakhtalifiana juu ya kuwa imekwisha bainika kweli na uongo. Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya Kiyama, na atamlipa kila mmoja kwa aliyotenda. Ikikuingia shaka wewe au mwingineo katika huu wahi tuliokuteremshia, basi waulize watu wa vitabu vilivyotangulia walivyoteremshiwa manabii wao. Kwao utapata jawabu ya kukata yenye kuafikiana na haya tuliokuteremshia wewe. Na haya ni kutilia mkazo ukweli wa uwazi wa dalili pindi kitokea shaka yoyote. Basi hapana njia ya kutia shaka, sisi tumekuteremshia haki isiyo na shaka yoyote. Basi usishindane na yeyote mwinginewe katika kutia shaka na kutaradari. Wala usiwe wewe wala yeyote katika wanaokufuata miongoni mwa wanaokadhibisha hoja na ishara zilizo wazi, msije mkaingia hasarani na ghadhabuni kama hali ya makafiri wasioamini. Na akisemezwa nabii, basi ndiyo wanasemezwa wote wanaomfuata. Hakika wale iliyokishapita juu yao hukumu ya kuwa wao ni makafiri, kwa kujulikana inadi yao na chuki zao, hawatuamini hata ukijihangaisha vipi nafsi yako kwa kinaisha. Na ukiwajia na kila hoja na iwe wazi vipi, hawakinaiki. Wataendelea tu na upotovu wao mpaka wamalizikie kupata adhabu chungu. Lao kila mji ungeliamini ingeliwafaa imani yao, lakini hawaamini, na kwa hivyo hayapatikani manufaa ila kaumu ya Yunus. Kwani wao waliamini na wakapata manufaa yao. Tuliwaondolea hizaya na machungu, na tukawapa starehe ya dunia inayopita mpaka ifike siku ya Kiyama. Na lao kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka watu wote katika ardhi waamini, wangeliamini. Basi wewe usifadhunike kwa ukafiri wa ushirikina, wala haiwi imani ila kwa khiari. Basi wewe huwezi kuwalazimisha watu kwa nguvu ili wafuate haki na waitikie. Haikupasi kutaka kuwalazimisha waamini, wala hutoweza hata kujitahidi vipi. Hawezi mtu kuamini ila akielekeza nafsi yake kwa hayo, na Mwenyezi Mungu akamsahilishia sababu na njia za hayo. Ama yule asiyeelekea imani, huyo basi amestahiki kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu na kupata adhabu yake. Na mwendo wa Mwenyezi Mungu ni kuwapa adhabu na ghadhabu wale wanaozipuuza na kuzikataa hoja zilizo wazi na wala hawazizingatii. Ewe nabii, waambie hao wenye inda,
tazameni ishara zilizo wazi zinazoonyesha uungu na upweke wa Mwenyezi Mungu zilizoenea katika mbingu na ardhi. Lakini ishara juu ya wingi wake na maonyo na yangawa na nguvu hayawafai kitu watu wanaokataa na wala hawatumii akili zao. Hawa wanaokanya kama hawaamini basi hawatoangalia. Aya hii na aya nyingi nyinginezo zinaita watu wajifunze kwa kuangalia na kuzingatia, yani observation, na inaita watu wajifunze elimu ya ulimwengu na viliomo ndani yake, kwani huo ulimwengu umedhalilishwa kwa ajili ya mwanadamu. Kisha hizo aya zinataka watu waingie katika elimu za kujaribu, yani experimental science, kwani hiyo ni njia ya kujua kwa kuona vinavyoonekana. Basi hao wakanyao wanangojea lolote ila kufikwa na siku ya shida, kama zilivyowapata kaumu ya Nuhu na kaumu ya Musa na wengineo. Ewe nabii, waambie, ikiwa mnangojea mfano wa hayo, basi ngojeni, nami pia nangojea pamoja nanyi. Na karibu hivi mtasibiwa na kushindwa, na siku ya kiyama mtapata adhabu. Kisha sisi huwaokoa mitume wetu na waumini kutokana na adhabu hiyo, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwaokoa na ahadi yake ni ya kweli, wala haendi kinyume. Sema, enyi watu, ikiwa nyinyi mnayoshaka katika dini yangu, basi mimi siwaabudu mnaowaabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu, lakini mimi namwabudu Mwenyezi Mungu anayekufisheni, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa waumini. Na uelekeze uso wako kwenye dini ya kweli, wala usiwe katika washirikina, na wala usiwaombe wasiokuwa Mwenyezi Mungu ambao hawakufai kitu wala hawakudhuru. Ukifanya hivyo basi utakuwa miongoni mwa waliodhulumu. Na Mwenyezi Mungu akihugusisha madhara, basi hapana kukuondolea ila yeye, na akikutakia kheri, basi hapana awezaye kurudisha fadhila yake. Huifikisha kwa amtakaye katika waja wake, na yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Sema, enyi watu, haki imekwisha kukujieni kutoka kwa Mola wenu mlezi, basi anayeongoka anaongoka kwa faida ya nafsi yake, na anayepotea anapotea kwa hasara ya nafsi yake, na mimi si mwakilishi juu yenu. Na wewe fuate yanayofunuliwa kwako kwa wahi, na vumilia mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu, na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Ewe mtume, waambie, ikiwa mnashaka na ukweli wa dini niliyotumwa kuleta kwenu, basi jueni kuwa kama mtazutia shaka, mimi kabisa sitoabudu hayo masanamu mnayoyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Lakini mimi namwabudu Mwenyezi Mungu ambaye mambo yenu yote yako mikononi mwake. Yeye ndiye anayekutoeni roho, na yeye ameniamrisha niwe katika wanaomwamini yeye. Ewe nabii, simama sawa sawa, umwelekee Mwenyezi Mungu vilivyo, wala usijitie katika miongoni mwa waliomshirikisha Mwenyezi Mungu. Epukana nao na uwe mbali nao, wewe na waumini wanaokufuata. Wala usimkimbilie kwa kumomba na kumwabudu yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hao hawakuletei manufaa wala madhara. Ukifanya hayo, inakuwa umekwisha ingia miongoni mwa washirikina waliodhulumu. Na anayokatazwa nabii ndiyo wanakatazwa umma wake wote, na hivyo ndiyo ukomo wa kukanya, kwani kumkanya ambaye hayomkiniki kutenda anachokanywa ndiyo hadi ya kukanya. Ewe nabii, yakikusibu madhara kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hapana wa kuyaondoa ila yeye, na akikujalia kheri, hapana anayeweza kukunyima yoyote, kwani yeye anagawa kheri kuwapa waja wake kwa fadhila yake, na yeye subhanahu ni mkunjufu wa maghfira, mkuu wa rehema. Ewe mtume, fikisha wito wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote, na waambie, enyi watu, hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni sheria ya haki kutokana naye. Anayetaka kuongoka basi afanye haraka, kwani faida ya uongofu wake utamrejea mwenyewe, na mwenye kushikilia upotovu utamwangukia mwenyewe. Na mimi sikuwakilishwa nikulazimisheni muamini wala kukutawalini. Ewe mtume, thibiti juu ya dini ya haki, nafuata wahi ulioteremshiwa, nawe uwe na subra kwa maudhi yanayokufika kwa ajili ya njia ya dawa, yani wito, mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu baina yako na wao, kwa vile alivyokuahidi kuwa atawapa ushindi waumini,
na watahizika makafiri, na yeye ndiye mbora wa mahakimu.